tunasema tunaenda kwa mabingwa. Wewe unaamini tunaenda kwa mabingwa? Mapema sana. Kwa nini tunaenda kwa mabingwa? Mapema sana. Jana nilizungumza hapo. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ni kikosi ambacho kwanza ukianzia kwa mwalimu, ni mwalimu ambaye anakaa vizuri sana na vijana wake kambini. Yaani ni kama baba na watoto, jinsi ambavyo wanakuwa katika ile familia. Kwa hiyo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ukiangalia katika michezo ambayo imepita, inaonekana kabisa ni kikosi ambacho kimekamilika. Tunakwenda kucheza na Senegal ambayo tunaweza tukawa na uoga kutokana na historia ambayo wapo nayo ya mafanikio makubwa katika michuano hii. Sisi ni mara yetu ya kwanza kufika finali, na tukienda na energy ambayo tulianza nayo tangu mwanzo wa mashindano haya, bila shaka yoyote tunakwenda kuchukua ubingwa huu. Lakini jambo ambalo vijana wa Tanzania wanatakiwa walifahamu ni kwamba hawataki kuwa na pressure yoyote wanapoingia katika mchezo huu wa leo, kwa sababu mchezo huu wanakwenda kucheza na vijana wenzao ambao wote wapo katika level moja, wote wana experience sawa ya michezo, kwa sababu hakuna mtu ambaye tunasema labda amewahi kucheza labda ligi kubwa na vitu kama hivyo. Wote wapo katika level sawa. Kwa hiyo vijana wa Tanzania hawataki kwanza kuogopa wa Senegal. Wanatakiwa wajue kabisa wote ni watu ambao katika level moja, wapo katika level sawa. Lakini ukizungumzia katika issue ya kikosi, mimi binafsi nina imani kubwa sana na kikosi cha Tanzania, kuanzia katika benchi la ufundi, lakini pia na wachezaji waliopo uwanjani. Na mimi ni wachezaji ambao wana quality kubwa ukilinganisha na wachezaji wa Senegal. Wana uwezo mkubwa sana, wana uwezo wa kufanya maamuzi yoyote, na binafsi naona mechi inaweza ikamalizika ndani ya dakika 90 na Tanzania kaondoka na ushindi. Una imani hiyo Nsajigwa Sini ya kwamba tunaenda kwa mabingwa michuano ya AFCON? Mimi nilizungumza tangu jana kwamba kufika tu finali binafsi ilikuwa ni mafanikio sana. Ilikuwa ni hatua kubwa ambayo sikuwa naiona kama inaweza tukafikia hapo. Kwa sababu wakati timu inaondoka, binafsi mimi nilikuwa nafikiria kitu kimoja tu. Ndio, tunavukaje makundi. Ni jambo ambalo tumekaa nalo almost miaka 9. Tunafikiria namna gani ambavyo na 17 tavuka makundi, kwa sababu ulikuwa ukivuka makundi moja kwa moja unaenda kombe la dunia. Kama unakumbuka kampeni yetu ilianza 2017, kile kosa kina Dickson Job, kina Kibwana Shomari, tulikuwa na kampeni ambayo tuliipa jina Gabon hadi kombe la dunia, lakini tukafeli. Ikaja ya nyumbani 2019, wakina Morris, wakina Edmund John, wakina Kelvin John, hiyo pia tukafeli, tukaishia tena makundi. Ikaja mwaka jana 2025, na wenyewe pia tukaishia makundi. Kwa hii 2026 mimi binafsi sijui shirikisho huko kina Oscar Milambo alikuwa anafikiria nini, lakini mimi nilikuwa natamani nione namna gani ambavyo tunavuka makundi. Na kweli ukisikiza sana sema ubingwa, yaani ungemsikiza Ndimbo anasema ubingwa saizi. Nazungumzia za kabla ya michuano. Kwa hiyo mimi ndio ilikuwa hapo, kwa sababu baada ya timu kuvuka makundi na kufuzu kombe la dunia, binafsi mimi nilishamaliza mashindano kwamba ndio shamaliza. Kwa hiyo leo ni picnic tu. Vijana mmefanya vizuri, keki tayari tumeshaitengeneza. Chochote ambacho kitapatikana mbele ni urembo tu, kuongezea ice cream na vitu vingine pale juu ili keki iendelee kupendeza, lakini kazi kubwa tumeshaifanya. Kwa hata leo mimi sitaki kumpa pressure mtu yoyote kwamba leo hii bwana Lazarus Kimbegelende kisha unavunjika mguu kombe lija. Cheza kama kwa uwezo, kama ulicheza kuanzia siku ya kwanza. Ikitokea tunashinda, jambo zuri, nitafurahia kama Tanzania. Ni mafanikio ambayo kwenye timu zetu za taifa tuje kushinda kombe kubwa kama AFCON. Tuna mechi ngumu kiasi gani? Of course mechi ni ngumu kwa sababu tunacheza na mpinzani ambaye ashaikuwa bingwa. Mpinzani ambaye ukiangalia wachezaji wake, uje Senegal miongoni mwa mataifa ambayo hizi TDS ambazo tunazo si mbili Tanzania, ndio wao ni vingi kidogo. Na wana hiyo exposure kwa maana ya kuwa karibu na mataifa ya Ulaya ikiwemo Ufaransa, kitu ambacho kinawasaidia kupata wakufunzi kutoka Ulaya, lakini wakati mwingine hata vijana wao wakiwa wadogo kutoka kwenda nje. Kwa hiyo ni taifa ambalo limetuzidi kwenye eneo hilo. Lakini kama itoshi, limemtoka kumtoa Morocco, bingwa mtetezi. Morocco ambao ukiangalia squad yake ilikuwa na wachezaji wengi sana ambao wanacheza klabu za Ulaya. Watu wanatoka Girona, Betis, Chelsea, wapo kwenye under 17 ya Morocco. Lakini Senegal kaatoa. Maana yake hii ni morali tosha, umetoa timu ngumu zaidi kwenye mashindano, tena bingwa mtetezi akiwa nyumbani. Kwa hiyo kuja kucheza na sisi ni kitu kingine cha tofauti. Wana morali ya kutosha, amemtoa mtu mzito kwenye mashindano, lakini kwa upendo wetu sisi pia haijawa kinyonge. Licha ya yote ambayo yametokea, pia tumetoa mataifa mawili ambayo kivyovyote vile kwenye makaratasi walikuwa wanapewa nafasi kubwa kuliko sisi. Tumemtoa Algeria, tukaja kumtoa Misri. Ukimzunguzia Misri, taifa ambalo
limefanikiwa kuliko taifa lolote kwenye soka la Afrika, kuanzia kwenye ngazi ya vilabu mpaka timu za taifa. Sasa kama unaweza kumtoa Misri ambaye ukiangalia pia misingi yake ya maendeleo ya soka la vijana ni muda mrefu sana wameweza kuwekeza, ndio maana mpaka sasa tunaona ni taifa ambalo limefanikiwa kuliko taifa lolote kwenye michuano ya soka ya kwa upande wa Afrika. Kumtoa Misri kwetu sisi pia ilikuwa ni motisha tosha, na sio tu kumtoa ile mechi. Kwa wale ambao walipata nafasi ya kuishuhudia bwana Kibe, ni mechi ambayo tulitakiwa tuishinde mapema. Yaani kama vile tulichelewa tu kwa sababu tulitawala mechi nafasi baada ya nafasi. Vile tulikuwa kuna umakini wa kutosha kuweza kuzitumia, ndio kama mechi ikaenda matuta. Kwa hiyo sisi pia kumtoa Algeria na Misri ni confidence ya kutosha ambayo tupo nayo. Kwa hiyo tegemea kuona mchezo mgumu kwa sababu ni timu mbili ambazo quality imeonekana ipo, lakini pia wapinzani ambao wamekutana nao michezo ya nyuma wamewapa morali ya kutosha. Kwa hiyo tegemea kupata mechi nzuri ngumu ambayo uongezeko la ujue hivi sasa jana Morocco baada ya kufungwa na Misri, hivi sasa Morocco wao ambacho nakifikiria, yani ukiacha watu ambao sisi tumewasafirisha waende kutoa support, lakini wezi yabidi sisi tunapewa support kubwa sana mwenyeji. Tuna mashabiki wengi sana. Yani Morocco unaona sisi ndio kama mtetezi au kuweza kuwatetea mbele ya Senegal kwa sababu wao wamepigwa na Senegal. Kama itoshi jana pia wameshonwa na Misri kwenye mtafuta mshindi wa 3. Kwa matumaini yao pekee ni kuona watesi wao wanateseka. Sasa mmoja wa watu wa kuwatetea ni sisi. Kwa hiyo ile hamasa ambayo wataipata kwa mashabiki raia wa Morocco ambao watakuwa wengi kiwanjani pia ni motisha tosha. Kipi ambacho wanatakiwa wafanye Serengeti Boys ili kuweza kuwa mabingwa? Wanatakiwa kufanya jambo gani kwenye mchezo wa leo mbele ya Senegal? Kitu cha kwanza kabisa ni kuondoa pressure. Yaani wasiwe na pressure yoyote kwa sababu ni mechi kama mechi nyingine ambazo wamezicheza, amezungumza hapa Nsajigwa, kwa sababu ukiangalia katika safari ya Serengeti Boys kwenye michuano hii alianza vizuri, kwanza kwa kumfunga Msumbiji bao 3-0, baadaye akaja kumfunga Angola bao 3-0. Angola ni miongoni mwa nchi ambazo nazo pia tunaweza kusema zimejipata katika soka la vijana Afrika kwa sababu ya uwekezaji mkubwa sana ambao ameufanya kwa muda mrefu sana. Amekuja kupasuka bao 3, lakini pia tumekuja kumtoa Algeria na kumtoa Misri. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kwanza wasiwe na pressure, waingie wacheze mpira kama walivyokuwa wakicheza tokea mwanzo, wasifikirie kitu kingine kikubwa zaidi, waache tu kombe likija litakuja, kwa sababu paka kwa watu ambao wamefika wanastahili pongezi kubwa sana, ni ushindi mkubwa sana na ni kitu kubwa sana ambacho wamekiachieve mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa cha kufanya ni kutokuwa na pressure kwa Serengeti Boys, lakini pia mimi na imani kubwa sana na mwalimu, mbinu zake, lakini pia na squad yake ina deserve kucheza na kupata ushindi. Hilo tu linaweza likawasaidia na wakapata ushindi katika mchezo wa leo. Ni mechi ambayo tunaimaliza kwenye 90 za kucheza au tunaenda hadi changamoto ya mikojo ya penalti? Ukiangalia Senegal namna ambavyo wanacheza au ukiangalia Serengeti Boys pia namna ambavyo wanacheza, watu wajiandae kukesha, yani ruhusa ziombwe nzito kwa sababu mikoa mbalimbali leo hii wanaangalia hii game. Tanzania ipo busy. Wamefungia nani? Ma TV makubwa. Nimeona pale jijini Mwanza kwa ndugu zetu wa 92.1 kuna sehemu watakutana sehemu. Ni mechi ambayo inawezekana lote likatokea. Sababu ni mechi ya finali. Kwa kwenda extra time ni jambo ambalo unatakiwa ujipange nalo. Inawezekana likatokea. Ila siwezi nikatabiri moja kwa moja kwamba tunaenda au hatuendi. Ila kwa sababu ni mechi ya finali, lazima mshindi apatikane. Hakuna sare. Kwa hiyo inawezekana tukaenda tuta. Vipi back to back sisi tumeenda tuta ngapi? 2 mfululizo. Hii ya leo wewe unaionaje? Tunaenda tuta? Of course inawezekana tukaenda tuta kwa sababu ubora wa vikosi vyote. Unajua mechi ya Tanzania na Senegal hawatofautiani sana katika staili ya kiuchezaji. Wote ni timu ambazo zinafunguka, zinashambulia, zina attack. Kwa hiyo kushambuliana, kupata magoli ndani ya dakika 90 ni jambo ambalo linawezekana. Na ukiangalia hata katika zile mechi ambazo tulifika hatua ya matuta, kwenye mechi dhidi ya Algeria baada ya dakika 90 tulitoka bao 3-3 tukaenda hatua ya matuta. Kwa hiyo ni timu zote ambazo zinaweza kufunga magoli, na kama ikitokea dakika 90 zikamalizika na nunge au tunalingana idadi ya magoli, tukafika mpaka hatua ya matuta. Ni swala ambalo inawezekana kwa sababu lazima apatikane mshindi na aondoke na kombe. Lakini nyie wote msema inaweza. Maana unajua kabisa kwamba hii. Sasa unajua Kibe wewe unachotaka kufanya kwamba tukuhakikishie kwamba bwana niambie kabisa bwana, hii bwana hii tunaiua 90 bwana. Hii bwana wewe unaonaje? Hii bwana watu wajiandae na videdea tukwenda kupokea chama bwana. Sisi tunamaliza kazi.
90 tunamaliza kazi. Yaani hii watu ikaja sawa, watu wanajiandae tunavidedea wale. Sawa, inawezekana pia. Mapema kabisa tukawahi yote yanawezekana. Kwa sababu hii mfano mechi ya juzi finali ya UEFA tuliangalia hapa Arsenal na PSG. Ndio. Watu wengi walikuwa wanatabiri kwamba mechi inamalizika dakika 90, lakini tumeona mpaka 120 bado mambo yaeleweki kutokaenda kumalizana kwenye hatua ya matuta. Kwa hiyo mechi za finali ni mechi ambayo haihitaji sare, yani inahitajika mshindi. Kwa finali ni finali. Finali ni finali. Atakaye pasuka dakika 90 basi imekula kwake. Sawa, hiyo itakuwa ni saa 4 kamili usiku, timu yetu taifa ya Tanzania kwa vijana hiyo Serengeti Boys hapo Mzigoni mbele ya Senegal kunako mchezo huu wa finali michuano ya mataifa barani Afrika, kunako muendelezo wa show hizo ambazo zinafikia tamati siku ya leo pale nchini Morocco, na iwe heri kwao vijana wa timu ya taifa